Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Bado tunakujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu, lakini ni hili sekeseke baina ya Iran pamoja na Marekani. Wakati huu Iran imesema kwamba itafanya shambulizi katika maeneo yote ambayo kuna vituo vya kijeshi vya Marekani. Moja kati ya eneo ambalo Iran inalitazama kwa jicho la tatu ni pamoja na kisiwa cha Diego Garcia ambacho ni marufuku raia kufika katika eneo hilo. Baada ya ripoti kwamba ndege 6 za kivita za Marekani aina ya B-2 zimepelekwa kwenye kisiwa cha mbali, kisiwa chenye utulivu na kizuri katika bahari ya Hindi ambacho ni marufuku mtu yeyote kufika katika eneo hilo, taarifa zinasema kwamba kisiwa hicho kinaweza kulengwa na kitaweza kulengwa kwa makombora mazito kutoka Iran iwapo mvutano kati ya Marekani utaongezeka. Diego Garcia ni makazi katika kituo cha kijeshi cha pamoja kati ya Uingereza na Marekani. Shirika la habari la IRNA limesema kwamba kituo hicho kiko kwenye rada ya makombora na droni za Iran za masafa ya kati. Katika siku za hivi karibuni, Iran imeegesha makombora yake katika maeneo yote yenye vituo vya kijeshi vya Marekani, na imesema kwamba ni baada tu iwapo Marekani itaamua kuleta uchokozi. Siku chache zilizopita, Rais wa Marekani Donald Trump alisema katika mahojiano kwa njia ya simu na shirika la habari la NBC kwamba Iran itashambuliwa ikiwa haitafikia makubaliano mapya ya nyuklia na Marekani, na alisisitiza kama hatutafikia makubaliano watashambuliwa kwa njia ambayo hawajawahi kuona hapo awali. Shirika la habari la BBC Persia limebaini kupitia uchunguzi wa picha za satellite kati ya Machi 22 mwaka huu 2025 na Aprili 2 mwaka huu, ndege 6 za B-2 na ndege 6 za B-52 zimepelekwa katika kituo hicho cha kijeshi cha Diego Garcia. Maafisa wa Marekani hawajatangaza rasmi kupelekwa kwa ndege hizo, huku Diego Garcia ama sababu ya kufanya hivyo na kamandi ya kistratejia ya jeshi la Marekani pia imesema kwamba haizungumzi kuhusu mazoezi ama operesheni zake. Kwa kuchunguza zaidi picha za satellite, shirika la habari la BBC limebaini kuwa kupelekwa kwa ndege za kivita huko Diego Garcia kuanzia Machi 25 ambapo ndege 11 za B-52 zimepelekwa katika kituo hicho. Jumamosi iliyopita ya Machi 29, idadi ya ndege za B-52 ilipungua hadi kufikia 6, lakini wakati huo huo ndege 4 za B-2 zilikuwa zimewasili kwenye kituo hicho. Lakini je, Iran inaweza kukishambulia kisiwa hicho cha Diego Garcia? Jibu la hili swali si rahisi sana na linahitaji utafiti wa kitaalamu kuhusu uwezo wa kijeshi wa Iran katika nyanja za makombora na drone. Kisiwa hiki cha Garcia kiko umbali wa kilomita 3800 kutoka eneo la kusini zaidi la Iran na katika bandari ya Pasabandar. Masafa ya makombora ya masafa marefu na makombora ya mwelekeo wa kijeshi mengi yanasemekana kuwa na uwezo wa kwenda kilomita 2000 hadi 2500. Lakini Iran ina baadhi ya makombora ya ballistic kama vile kombora la Seigil na Shabah-3B yanadaiwa kuwa na masafa ya kilomita 2000 na kulingana na walinzi wa mapinduzi masafa halisi ya kombora la Somar ni mwelekeo wa kijeshi ni kati ya kilomita 2000 hadi 2500. Lakini ikumbukwe kwamba Iran ina makombora mengine kama vile Ghaem-100 lenye uwezo wa kuruka kilomita 3000 hadi 4000, na kuna kombora lingine la Zuljanna ambalo lina uwezo wa kuruka kilomita 4000 hadi 5000, na kombora la tatu ni Simorgh ambalo lina uwezo wa kuruka kilomita 4000 hadi 6000, na ndio kombora lenye uwezo wa kuruka umbali mrefu na linadaiwa kuwa na kilogramu 500 hadi 750. Kwa hivyo Iran ina makombora ya uwezo wa kufika katika kituo hicho cha Diego Garcia. Umbali mkubwa zaidi ambao makombora ya Iran yanaweza kufika hadi sasa ulikuwa wakati wa operation ya Vashti Sadek, ile ya kwanza na ya pili katika shambulio dhidi ya Israel.
Makombora mengi ni yale ya umbali wa kilomita 1200 ambayo yaliweza kufika hadi nchini Iran, lakini kwa wakati huu makombora haya ambayo nimekutajia wakati huu yana uwezo wa kufika hadi katika kituo hicho cha Diego Garcia. Lakini ni nini ambacho kinafahamika kuhusu mashambulizi ya ndege za B-2 na kwa nini ndege hizi zimekuwa ni tishio kwa Iran? Wachambuzi wa mambo wanasema umuhimu wa ndege za mashambulizi za B-2 Spirit unatokana na uwezo wake wa kushambulia kwa nguvu vituo vya ardhini vilivyo chini ya ulinzi mkali. Ndege hizo na mabomu ya kutengenezwa na kampuni ya Northrop Grumman na linaweza kupenya mifumo ya ulinzi ya hali ya juu zaidi na kushambulia maeneo lengwa yenye ulinzi mkubwa. Ndege hii ina uwezo wa kufikia umbali wa kilomita 9600 kwa kujaza mafuta mara moja, na kutokana na muundo wake wa anga inaweza kuruka kwa urahisi kwenye urefu wa juu sana. Ndege za B-2 zina uwezo wa kubeba mabomu mazito yakiwemo mabomu ya nyuklia. Miongoni mwa silaha zake ni bomu la kupenya ardhini la GBU-57AB lenye uzito wa kilo 14,000. Na ndege hii inadaiwa kuwa ina uwezo wa kuruka kwa kasi karibu na kasi ya sauti ya kufikia urefu wa futi 50,000. Na hii ndio hofu ambayo wengi wanaitazama juu ya shambulizi la ndege hizi za B-2 kwa upande wa Iran. Na tangu Donald Trump aingie madarakani, uwezekano wa kuishambulia vituo vya nyuklia vya Iran umezidi kuongezeka, na kupelekwa kwa idadi kubwa ya ndege hizi kumewatia wasiwasi maafisa wa Iran, licha ya uongozi kusema kwamba wapo tayari kukabiliana na ndege hizo. Lakini wengi wamekuwa wakijiuliza ni nini ambacho Iran inacho tofauti na silaha hizi ambazo kila siku tumekuwa tukizielezea. Inadaiwa kwamba Urusi imeipatia baadhi ya ndege zake za Su-35, lakini pia na baadhi ya makombora mazito ambayo wakati wa vita nchini Ukraine Urusi haikuyatumia, na haya pia yana uwezo wa kuifikia Marekani. Kwa hivyo bado Iran inajinadi kwamba ina uwezo wa kupambana dhidi ya Marekani, lakini nyuma yake inaitegemea Urusi. China haikuzungumza lolote kuhusiana na sakata hili, lakini yenyewe ipo kimya wakati wote, na tutakuja kujua hapo mbeleni kama itaamua kuingilia kati ama la. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukikujuza mengi ambayo yanajiri kila wakati kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.